Bwana hii hapa movie mwanangu inaonesha watu fulani hivi ambao wanatoka Chaka huko vijijini mbali sana yani. Alafu tuseme yani wanatoka labda Dodoma huko au wanatoka ndani Linga, alafu wanaenda jiji la Dar es Salaam kutafuta maisha. Na hii sio kwamba wenyewe tu walipanga kufanya hivyo, hapana. Kuna mchongo ulitokea, kuna jamaa mmoja dalali ambaye huaga anawachukua watu vijana kutoka vijijini anawapeleka town kuwafanyisha kazi. Huko bwana na yana kwa kashapokeaga tenda huko kutoka kwa bosi wake fulani. Sasa mshikaji tunayemuona huyu hapa anaitwa Matias. Huyu hapa Matias ana familia yake bwana, anaishi na mama yake mtu mzima kidogo na dada zake wawili. Matias bwana siku ya leo anaonekana ni mtu ambaye ana shamra nyumbani kwao. Lakini leo bwana shamra inatokana na kwamba huyu kashapata hiyo kazi na anatakiwa kuondoka. Hapa bwana wapo Brazil. Movie hii imefanywa Brazil na hii sehemu alokuepo wanapaita Cantanduva. Na sehemu ambayo wanaelekea ni jiji fulani wanaliita Sao Paulo. Bwana huko Sao Paulo ndio town kweli na hapa Cantanduva ndio jiji ambalo pua sana yani. Mshikaji huko mishe zake zilikuwa ni vilimo nini. Sasa hii siku bwana ndo anaagwa bwana na familia kwamba bwana Matias, leo unatuacha unaenda kutafuta maisha huko mjini, uwe makini mwanangu. Si unajua umeacha dada zako utafutia riziki ya halali ili mradi uje kuwasaidia ndugu zako. Ana dada zake hapa wawili hawa. Basi anajaribu kuwaaga pale, kula pamoja, kuenjoy pamoja, na anamuonesha dada yake, umeona sehemu ninapoenda mdogo wangu, ni mjini kweli bwana, umeona kwenye picha kunavyoonekana, basi bila shaka nitapakuta hivyo. Basi bwana katika kujiandaa bwana, kumbe hii safari haikuwa ya kwake peke yake bwana, kuna na wenzake kama watatu hivi nao wanatakiwa kuondoka humo. Marafiki zake bwana, kuna mmoja hapa anaitwa Samuel, alafu kuna mshikaji mmoja hapa anaitwa Ezekiel, alafu kuna mtu mmoja hapa anaitwa Zaki, na yeye mwenyewe ni wanne anaitwa Matias. Basi mama yake akampa zawadi ya t-shirt bwana, kwamba siku hii ya safari asiondoke na shati zisizoeleweka, aondoke na shati hapa mpya amenunuliwa na mama yake. Basi bwana yule dalali anakuja na waaga vizuri hapa, na muaga mama hapa kwamba bwana sisi tunaondoka bwana, waache watoto wa Brace mwanao akafanye kazi bwana. Basi maagano yanaisha pale na washikaji wanaingia ndani ya ndinga tayari kwa kuelekea katika ile jiji kali wanaloliita Sao Paulo. Basi bwana baada ya muda mwingi safarini hatimaye wakawa wamefika, bosi akawapokea vizuri kabisa bwana, karibuni sana bwana, na kijana akapewa pongezi kwa kuwaleta vijana kama hapa, wakatambulishwa bwana maeneo yenu ya kulala haya hapa. Basi bwana lakini dogo akajaribu kuuliza dokumenti zetu vipi, lakini bosi hakueleka alichokijibu nini. Washikaji muda wa kula baadaye walipopewa hela kwenda kula, maana ndio siku ya kwanza akajadiliana bwana vipi anatakiwa kutugea mikataba bwana, wakakubaliana, wakala, wakalizika, wakaenjoy, wakapiga story nyingi katika kupeana hope kwamba bwana katika maisha haya tuloamua bwana lazima tutoboe. Baadaye wanarudi mtaani, wanaamua kulala bwana baada ya mizunguko wa usiku ya mchana kutwa na uchovu wa safari. Basi bwana asubuhi kumekucha, kazi inaanza. Siku ya kwanza kazini bwana, kazi yao washikaji bwana ni kuuza siso, yani wanachukua vyuma, wanachukua shaba, vitu ambavyo vinatakiwa kuuzwa wanavitenganisha bwana, hivi vya aina fulani, hiyo ndo kazi yao. Wanaingiza ndani ya magari na vitu vinapelekwa huko sehemu ambazo watu wananunua kwa leja. Ina maana hao ni watu ambao wanauza kwa jumla. Basi madogo janja wanapiga kazi bwana, usiku wanapumzika, ila wakapiga sana kazi kiasi cha kwamba bwana wakawa wanaona mbona kama kazi kubwa maslahi madogo. Hii siku bwana wakaweza kumjua huyu bosi yuko sawa, manake wamekuja wamemwambia bwana muda wa kazi ushafika, lakini bwana bosi si unatuona tunakula, tusubiri tumalize kula. Yule bosi akamind sana, na huyu mshikaji anaitwa Matias ndio alikuwa anaonekana ni kimbele sana. Mwisho wa siku akajifanya bwana mimi nataka kuondoka. Unataka kuondoka? Basi jamaa ikabidi akamatwe, akapigwa kweli, akaambiwa bwana sikilizeni, nyinyi kwenu tushatumia hela na huku mmekuja na nauli, umeona mmekaa muda mrefu, sisi ndio tunawalisha, alafu leo unataka kuondoka. Sasa kama unataka kuondoka, hii ndio bili ambayo mimi nawadai nyinyi wote, nawadai kiasi cha shilingi 1,000,000. Sasa tafuteni 1,000,000 ndio mnigee afu muweze kuondoka. Ikishindikana basi mnatakiwa kupiga kazi hapa, na kuanzia leo amruhusi kukaa na simu. Jamaa akazichukua simu zote, washikaji wamekaa na tathmini mahesabu aliyopigwa, na daiwa takriban 1,000,000
takriban milioni 1, na milioni 1 katika nchi ya Brazil bwana ni hela kubwa sana. Basi mshikaji anasoma ile bili pale kwamba hela yao ya nauli, hela yao ya kula na hela wanaotumia wazazi wao huko, basi ndio inasababisha vitu vyote. Na wakati huo hawana mkataba, wakiangalia basi wakasema bwana, cha msingi hela tuwezi kulipa, tuamweni kutoroka. Basi usiku huo mzee wako wamejipanga, wamechukua mabegi yao usiku, shida yao watoroke. Lakini wameangalia milango yote ikiwa imefungwa, wakawa wanafikiria hadi njia za kuruka, lakini mwisho wa siku ikashindikana. Wakasema sasa tunafanyaje washikaji zangu bwana, inabidi turudi tu ndani hapa tuangalie jinsi gani ya kuweza kutoroka katika njia nyingine. Wanataka kurudi lakini Matias akasema bwana, mimi ngoja nikatafutie ufunguo kwenye chumba cha boss tufungue tuondoke. Lakini anataka kwenda kwenye chumba cha boss bwana, boss akaamka akamkamata akatoka naye mpaka nje pale. Akaambia sasa, nyinyi Uhuru naona unawaponza, Uhuru naona nyinyi unawazuru nyinyi. Kwa hiyo cha msingi sasa hivi sasa nawafanya mkiwa kama mkoselo, hakuna kutoka, siwaachii Uhuru wa kutoka hata serusi moja, hata kwa sekunde moja. Basi washikaji inakuepo wako kama jela hivi, yani wako kazini alafu hapo katika kati mmoja wako jela. Basi wanashauriana pale tufanye nini, tutafanya nini. Wakasema poa. Asubuhi wakawa wamepanga mpango wao bwana. Asubuhi na kweli ikafika, wakasema bwana, hapa cha msingi mmoja anatakiwa ajifanya anaumwa. Akiwa anaumwa bosi akishangaa, tunaenda tunampiga, anaanguka, sisi tunakimbia. Kweli wakafanya kama alivyotaka, lakini kwa bahati mbaya au nzuri, mmoja alikuwa ni muoga sana. Muda wa kutaka kumpiga akashindwa, Matias akampiga. Baada ya kumpiga bwana, akataka kutoroka, kashindikana. Bosi bwana akakamata naye akampiga Matias. Baadaye bwana akafungia jela. Asubuhi yake ikawa adhabu kali bwana. Adhabu kali hapa, walipigwa kweli kweli, wote wakaloa damu, wakabidi wapigishwe kazi overdose. Sasa wamepigishwa kazi kweli kweli mwanangu, siku akilala kama mbwa. Matias akawaachi kumuomba Mungu. Asubuhi tena kazi zikawa zinaendelea. Siku hii sasa wakawa wanapiga kazi kweli kweli, akili yao ikawatuma bwana, cha msingi sasa hivi ni bora kurudisha hela watu. Wakakaza kweli kupiga kazi, walipiga kazi tofauti na kawaida yao, walipiga kazi sana, yani walihangaika, walifanya kazi shughuli nyingi sana. Wakasema kwamba bwana, washikaji bwana wana nguvu nyingi, kwa hiyo tukifanya chochote hapa hatuwezi kujisaidia bwana, na ukiangalia wanaifahamu familia yetu. Kwa walichokiamua au ni bora tu kupiga kazi. Lakini baada ya kupiga kazi, Matias alionekana anafanya kazi kuliko wenzake wote kwa umahiri mkubwa. Bosi akawa amemuelewa na kumpenda. Hii siku bwana akamuita, akamwambia bwana dogo, hebu fanya unifuate mimi ofisini kwangu. Matias hakuelewa na kuamini, akasema hii kama Zali au jamaa anataka kuniambia nini. Afika pale bwana, bosi akamwambia sikiliza bwana, katika vijana wote wewe ndio unafanya kazi vizuri sana, sasa hivi nataka nikuamini. Akamwambia bwana, sasa chukua kiasi cha fedha chikaninunulie mimi bia. Dogo akapoa hela atoke nje, yani yeye alikuwa anatafuta kutoka kwa kukimbia. Sasa akaambiwa atoke nje kwa uhuru kabisa. Jamaa Matias akawa anatoka nje bwana. Basi akatoka nje kwa uhuru, akafika hadi kwenye supermarket moja, mwanamama mmoja hivi akawa anamwambia bwana, mimi nimeagizwa bwana na bosi wangu Luka pack la sigara, ila sigara fulani hivi. Yule mama akampatia, akampa na ofa bia, lakini bwana Matias akaikataa. Basi chapo akarudi hadi kwa bosi wake bwana. Bosi wake kumbe alikuwa kama kamtega hivi, akuamini kwamba kweli udogo karudi, basi huo mtihani wangu wa kwanza, ngoja niendelee kumpa mitihani mengine. Dogo akawa anapewa nafasi nyingi sana. Mwisho wa siku bosi akamwambia bwana, sikiliza, mimi leo nataka tutoke, ndaye kuna sehemu nataka nikupeleke. Basi kweli bwana kwanza kabla ya kuondoka naye akatambulisha kwa washikaji zake wote kwamba bwana, huyu sasa hivi ndo atakuwa kiongozi wenu. Washikaji wameinamisha vichwa chini kwa upole sana, wanajiuliza huyu mwanetu kafanya nini, kampa nini, mshikaji ana kizizi nini, mbona sisi wenzake wote tumeonekana kawaida, yeye anaonekana yeye ndo yeye. Basi kweli bwana, dogo Matias akapelekwa mpaka kwa washikaji fanya biashara ya kuuza watu bwana. Akapewa kazi, dogo akaifanya vizuri. Mchana wake wa pili ukaomeisha, Luka akarudi naye tena mtaani. Wakati anarudi naye, Luka akawa anaongea naye mambo mengi sana. Hivi vipi dogo, hujanielewa bado? Hujaelewa nini tunafanya mdogo wangu? Kwa sababu mimi najua ni mtafutaji na kila mtu analenga familia yake katika utafutaji, anataka kusaidia familia yake. Kwa hiyo ungana na mimi mdogo wangu, kuna kitu nitakusaidia. Basi bwana Luka akawa amemsikiliza. Siku amerudi mpaka nyumbani, kufika pale ofisini ambapo walikuwa wanafanya shughuli zao, akawakuta washikaji zake bwana. Washikaji zake wakawa wamemkataa kishenzi, anakuambia wewe sio mtu, hadi sisi tumekuja kwenye matatizo alafu hao wanaotuingiza kwenye matatizo ndio tunakubaliana nao. Unajua Matias, kuna jambo moja ambalo alikuwa amelelewa, washikaji zake wote walikuwa hajalelewa.
unaelewa. Hao watu wanaofanya nao kazi ni connection kubwa sana, wana mchele kiasi cha kwamba ni hata afanye nini, yani washikaji wakiwataka wanawapata. Yani wanaijua familia yao, wana uwezo kufika kwenye familia yao na vijiji vyao. Pengine wana connection na yule dalali, anaweza kuambia chochote akafanya chochote, lakini ya kuambia washikaji zake akawa anawacha wabobwaji. Washikaji wakawa wanampigia kelele kwa kweli, wewe sio mtu, wewe sio mwana, wewe sio mwamba, wewe jini, wewe kaaba tu, wewe yani watu kukubali, yani wajifanya Jesus kila muda rozari, lakini hauna lolote yani wewe mshenzi, mshamba. Mshikaji akatukana na matusi mengi sana, lakini mwisho wa siku akamwambia mimi sasa hivi ujue namiliki hadi chuma, ujue acheni kunizingua. Afu baada ya pale akamwita mshikaji wake, akamwita Samuel. Akamwita Samuel akamwambia bwana, sikiliza Samuel bwana, wewe nisikilize kwa pamoja na mimi mshikaji wako, sijabadilika chochote, tuko pamoja. Basi sawa bwana. Akawa amemuelewa, sijui hajamuelewa. Kesho yake asubuhi shughuli zikawa zinaendelea, bosi akawa anazidi kumwangalia na kumfuatilia, je, bado anafanya kazi vizuri, anawasimamia wenzake kama ambavyo amemwambia. Basi dogo akawa msimamizi mzuri. Siku sasa bwana akawa amemwekea telo kama anataka kumuua, lakini mwisho wa siku bwana akamwambia, sikiliza, hili risasi nilokupa jana nilikuachia tu nikuone utakuja kunizuru, kwa sababu jana ilikuwa na risasi. Sasa mimi leo ndo naika risasi za ukweli bwana. Dogo akashangaa kweli, akasema da, mshikaji kumbe bado tu anaendelea kunipima. Jamani wa ajabu sana na akili nyingi sana. Matias kuna kitu akawa amejifunza kwamba ujamaa anaitafuna utakuta uaminifu wake. Yani pengine jamaa anafanya kazi nyingi zinamuelemea, kazi hizi ni nzito, kwa anatamani kupata kijana au mtu ambaye wanaweza wakashirikiana, anaweza akampa majambo akafanya naye kazi. Kwa hiyo siku akawa amejifunza kitu kama hicho. Akamwambia bwana, sasa sikia, mimi risasi ndo naziweka leo. Kwa hiyo mimi nilikuwa na uwezo wa kwamba kukushuti hapa nilipo, na wewe kwamba jana nilipokuachia risasi nilikuwa nakupima, pengine ungechukua hii risasi na ungekuja kuninyoshia, na sio kuninyoshia tu ungenishuti. Basi bwana, mambo yale yakapita. Dogo akazidi kujionyesha kwamba yeye ni mwaminifu kwa bwana Luka, kwa sababu kashajua hilo ndio jambo analolihitaji. Akawa anasimamia kazi kwa uaminifu kabisa. Basi bwana Luka akawa anamwangalia. Isiku akaamua kumtoa bwana. Isiku sasa alimtoa babu kubwa mwanangu, akampeleka kwenye klabu fulani hivi, unyama amazing mwanangu. Dogo alikula tungi. Dogo alikula tungi kiasi cha kwamba yani ile kamshange unaambiwa, yani full vibe. Yani Luka akamwachia uhuru kabisa, akamwambia kunywa leo, afanye unachokitaka wewe. Baada ya siku mwanangu, mwisho wa siku Dogo akatafuta hadi mchumba nini kama unavyojua. Basi mwisho wa siku asubuhi akawa amerudi. Asubuhi amerudi leo mwanangu, Luka kalewa kishenzi yani. Dogo kachukua ile bunduki akamnyoshia kama anataka kumshuti, lakini akaona haina haja bwana, mbona maisha ndo yale yale bwana. Mwisho wa siku risasi akaika kwa nyuma mwanangu. Dogo janja akatoka. Alipotoka akaenda bwana sehemu fulani ya vyakula, wakachukua vyakula vizuri vizuri, lengo awapelekee washikaji zake, wala si wale yeye, wala ampelekee bwana Luka. Dogo alikuwa bado anamuona, bado anakumbuka marafiki zake, lakini marafiki zake walikuwa waoni kama huwa anaotenda yeye kama ni wema. Yeye alikuwa anaona kwamba washikaji zake bwana ni watu fulani ambao wamemkataa, na kweli washikaji zake kwa wamemkataa. Anaambia bwana, vyakula vyako kula mwenyewe, sisi sio mbwa bwana, tukae ndani afu tuletee vyakula. Basi bwana Dogo akawa bado hayuko sawa, kwa sababu anaona mbona washikaji zake wamkubali wala nini. Basi bwana Luka kuna siku akapokea simu. Ya simu bwana anatakiwa kuitwa kwa bosi mkubwa ambaye yeye mwenyewe ndo amemwajiri. Yani Luka kaajiriwa na huyo bosi. Basi akamwambia Dogo janja, kwa vile ninakukubali tuondoke yote kwa huyo bosi. Dogo akapata shavu lingine. Unaambiwa kweli Dogo akapelekwa kwa huyo bosi. Unaambiwa bosi ana walinzi kama wote. Unaambiwa bosi Mnyamwezi mshua mwanangu, ana bonge la mjengo, maswimming hapo nini, wanawaka wanaenjoy, wanalea nini, vitu kama hivyo. Bwana Luka bwana akapoa mission. Akaambia bwana, mimi katika wiki ijayo nataka nikuchukue nikupeleke kwenye kampeni huko, kafanye kampeni. Wakati unaenda kufanya kampeni pale, sasa kuna mtu mwingine mimi nataka nimuache. Bwana Luka mwanangu akaona hii ndio sehemu ya kumpangilia na mimi na mdogo wangu hapa. Bwana, mimi na mdogo wangu kama vipi tumwachie mdogo wangu hapa afanye hizo shughuli. Anambia wewe tunavyotaka bwana, lakini wewe unamwamini udogo? Mimi namuamini sana bwana. Kwa hiyo mimi nitaangalia anafanya nini kuhusu udogo, lakini mimi nitamani hata niende naye kwenye makampeni nini. Basi poa, utamuuliza mwenyewe. Poa. Bosi akapata wasaa kukaa na ule dogo bwana. Nikamwambia dogo, vipi mwanangu? Bosi naye akamsikiliza ule dogo, akamwona charming dogo, muelewa, understanding nini. Akaona so case bwana, unajua mabosi wana vitu vyao, anachunguza kidogo tu anakuwa kashamuelewa. Akamuelezea kusuruka bwana, ni mtu mzuri, anapenda watoto. Luka ni hivyo yani, mimi kanilea tangia mdogo. Kwa hiyo bwana Luka kumbe alimlea huyu hapa bosi tangia mdogo, wakati baba yake amefariki. Maana yake Luka alikuwa anafanya kazi na baba yake huyu hapa bosi mkubwa kabisa. Basi Luka akapata muda wa kukaa na Matias bwana. Wakawa wanazungumza bwana, vipi bwana, mimi ninachokuomba mdogo wangu utachagua mwenyewe, ubaki pale
au tuondoke wote kwenye makampeni huko. Basi bana dogo akamsikiza, akamwambia bwana brother, akamwambia ujue boss bwana, mimi nimetoka Kansanduva nimekuja Sopolo na washikaji zangu, kwa nitaishi kukaa nao. Luka kaona udogo hajaelewa kisaikolojia, mimi namuelekeza kutafuta maisha unajua. Akamchukua Luka akajaribu kumuonesha familia yake, akampeleka kwa wazazi wake bwana. Kumbe bwana Luka bwana na mama yake ana familia yake tu kubwa ambayo kaifungulia mgahawa hapa. Wanafika pale bwana, bibi mkubwa akajikuta kamuelewa udogo, lakini dogo naye baada ya kukaa na ubi mkubwa bwana akajikuta anagundua kwamba kumbe ni aina tu ya utafutaji, kwamba kumbe unaweza ukaishi katika hali fulani ya utafutaji ukiwa wewe sio mtu ambaye umeandaliwa mazingira na wazazi wako kwenye mafanikio. Kwa hiyo unaweza kufanya mafanikio katika njia yoyote ile. Kwa hiyo bibi mkubwa akawa anajaribu kumwambia bwana Luka, ni mwanangu ambaye mimi namuona kama ni simba, japokuwa shughuli zake mimi sizipendi, anafanya uhalifu nini, lakini yuko tayari kuuza roho yake kwa sababu ya familia yake. Kwa hiyo mimi hilo mimi namsupport sana na namtakia kila la heri mwanangu aweze kufanikiwa. Dogo akawa ameondoka akiwa amegundua kitu fulani hivi, siku acha anarudio kazini bwana, isiku akawa ni dogo fulani ambaye yuko sawa. Alafu hiyo siku tena kuna mshikaji wake yule wa kumuita Samuel akajikuta anatoroka bwana. Dogo akasema wewe leo mimi na wewe, yani mimi kutokana sasa hivi naifanya kazi kwa moyo, alafu nyinyi hamuelewi kitu kuhusu maisha. Dogo akamkamata rafiki yangu akambonda kweli kweli rafiki yake. Akambonda kwa sababu gani? Anambonda kwa sababu jamaa hajui kitu, kwa sababu washikaji wana connection kubwa. Kwa hiyo jinsi anavyotoroka wanaweza kumfanyia kitu ambacho yeye hajui. Kafikishwa hadi pale bwana. Baada ya kurudishwa hadi pale bwana, Luka kazidi kumwamini bwana Matias kwamba dogo umeweza kumkimbiza rafiki yako, umemkamata na kumrudisha. Akamwambia sasa sikiliza, kwa sababu wewe ndio umeamua kuchagua hichi kitengo, sasa kweli kama umeamua kuchagua hichi kitengo, chagua kitu gani cha kumfanya rafiki yako. Dogo akapiga simu juu kwa yule mshikaji aliyoachia, akamwambia bwana mimi majukumu yote nakuachia wewe, lakini mimi naomba kitu kimoja tu, dogo tufanye kitu cha kumtishia lakini tusimzuru kwa sababu mimi ni mshikaji wangu. Basi dogo akaichokifanya bwana, akatumiwa picha na wale mabosi waliopigia kwamba mama yake huyu hapa Samuel akawa amekamatwa amekiwa na bastola, alafu akatumiwa picha akaja kumuonesha rafiki yake jela kwamba bwana usifanye ujinga wote, watu hata ukiwakimbia wewe utasababisha madhara familia yako. Basi Samuel akawa amelia kweli kweli. Asubuhi Samuel kaamka amemkunjia sura, anaona kama huyu ndo ambaye amefanya. Kafika hadi pale akamwambia mnigie sigara kwanza. Baada ya kumpa sigara, baada ya kuivuta akamchoma nayo mkononi kumweka alama. Dogo akapata kugundua kumbe washikaji zangu sio kuishi nao, bwana nimsikilize bwana Luka anaponiambia niondoke naye kwenye makampeni, kwa sababu nikiishi hapa washikaji watu elewa wema ninaowatendea, kwa sababu ni wema ambao uko sirini sana. Basi akaamua kuondoka na bwana Luka, maana yake siku zilikuwa zishafika za kuondoka kwenye hizo kampeni zake. Akapakiza mabegi kwenye gari kwa ajili ya kuacha washikaji zake yeye aende huko akatafute maisha mbele ya safari. Kitu kimoja cha kujifunza washikaji, popote unapoenda kutafuta maisha, zingatia kutafuta maisha na kanuni za kutafuta maisha ni zile zile. Kujiaminisha, kufanya kazi kwa juhudi, kujifanya lalamika kwa sababu hakuna maisha rahisi. Na maana ndio kitu ambacho amekifanya bwana Matias, yani kwamba kaenda sehemu ya kutafuta, ni sehemu ambayo haijui, lakini kafata misingi ya utafutaji, kafanya kazi kwa juhudi, kaheshimu, kaonesha ujasiri, kaonesha haki zake. Kaona hapa imeshindikana, inabidi nitafute plan B, kafanya plan B, na sasa hivi anaelekea katika nchi nyingine kabisa akiwa kama ni second boss. Bwana usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel yetu na kusema chochote kile ambacho sisi hapa tunaweza tukakitengeneza na tukakifanya kikawa sawa. Tunakuletea movie nyingi sana. Uenda kusubscribe, kulike na kucomment, tutakuletea movie nyingi zenye mafanikio, zenye manufaa na zenye kuingiza elimu kwenye kichwa, zenye kuingiza kitu fulani. Wewe cha msingi ni kusubscribe, kulike na kucomment tu. Ciao.